Unamuona Dynamo na Chukiranga. Dynamo na Chukiranga. Halafu Chukiranga sasa hivi nimemuona ameanza kunenepa. Chukiranga na kueleza ukweli, labda iwe ni mimba. Lakini kama unanenepa, naofia sana usije kaenda kule na nisiko kutaka mimi. Ukinene, kuwa makini, maintain maisha yako. Fanya mazoezi, fanya diet ya chakula, usinenepe sana Chukiranga. Wallahi nakwambia ukweli. Huyo Dynamo amekupendea ule udogodogo wako, kali kama mwili kako kalivyokaa kadogodogo. Ndivyo amekapendea hivyo. Sasa ukitoka katika hali hiyo, utanikumbuka maneno yangu. Chukiranga hutakiwi kunenepa. Chukiranga fanya diet, labda kama ni mimba. Kama ni mimba, hapo sisemei kwa sababu mimba lazima unenepe. Jamani, mimi mzuri. Mimi ni mzuri. Ona. Mashallah, mimi ni handsome boy. Sura hii Kenya hakuna. Mwenye sura hii Kenya hakuna. Ni mmoja tu East Africa na Africa. Ostaz Juma na Musoma ni mmoja tu East Africa na Africa. Kwa hiyo nafikiri mmeelewa jamani, tofauti kati ya Valentine Day ya Kenya na Tanzania hakuna. Valentine Day tofauti ya Kenya na Tanzania. Tanzania kidogo wanaonyesha msisimuko wa mahaba wa upendo. Sishabiki mapenzi ya watu wanaozini kwamba nishabikie, nazungumzia tu kati utofauti wa wanawake wa Kenya na utofauti wa wanawake wa Tanzania. Wanawake wa Tanzania wana ukweli kuliko wanawake wa Kenya. Mwanamke wa Kenya anaigiza katika mapenzi kwa sababu ya pesa. Ukiwa huna hela, hana mpango na wewe. Lakini mwanamke wa Tanzania atakupenda hata kama huna pesa, kama ameamua kukupenda. Ndivyo alivyokuwa mapenzi. Kwa nini unamchukia sana Dynamo? Mimi simchukii, nampenda sana. Leo nataka niwaambie ukweli. Dynamo mimi nampenda sana. Yaani nampenda Dynamo tena sana. Sana. Sema tu siwezi kumpenda kama alivyompenda yule mbunge anakaa nda kumzalia. Sasa unalilia nini kwenye mapenzi ustazi? Nalilia mahaba. Hivi unajua mapenzi wewe Khalfan? Khalfan usijui una miaka mingapi? Hakuna kitu kitamu duniani cha kwanza, leo nakwambia, kama mahaba ya ukweli, kama mapenzi ya ukweli. Wallahi, utamnunulia mwanamke gari, utamnunulia mwanamke nyumba, utampa chochote anachokitaka ili mradi tu akiwa anakupenda mapenzi ya ukweli. Na hapo ndo utaona utamu wa mapenzi. Na mapenzi ya kweli huwa yanamtoa mtu stresi. Mapenzi ya kweli, mwanamke akakupenda ukweli, hutopata mawazo. Na mwanamke akikupenda ukweli, inaweza kuwa ndio chanzo na sababu ya kuwa tajiri, kwa sababu unakuwa huna stresi. Atakupa ushauri mzuri, baby fanya hivi, pita huku, fanya hivi. Mimi nimewahi kupata zaidi ya milioni kama 500. Zaidi ya milioni 500 kwa sababu ya mwanamke wangu aliyekuwa akinipenda ukweli. Na sehemu nilipata hiyo pesa ni yeye ndo alinipa ushauri, mume wangu fanya hivi, pita hivi, pita nenda. Sasa hivi yuko Marekani wa mwanamke. Nimezaa naye mtoto huyu mmoja. Na ndiye mwanamke niliwahi kumpenda katika maisha yangu. Nilimpenda sana kwa sababu alikuwa akinipa support kubwa, akinishauri. Hata kuna kipindi nilikuwa sina pesa, yeye ndiye alikuwa akinipa pesa. Wallahi. Kwa hiyo sije kupata mapenzi ya kweli kama niliyapata kwa huyo bibie. Anaitwa bibie Mariam Daudi Mchitinyi, ama mamake Boy, mamake Hayyan. Usadhijibu kwenye mapenzi unalilia kipi? Labda
Mapenzi kwanza huwa kuna kitu kinapelekea kuzoeana na yule mpenzi wako. Sasa huyu ananiuliza kwamba huwa analilia nini? Huwa namlilia mpenzi wangu. Namlilia mpenzi wangu. Basi. Namlilia mpenzi wangu tu. Kwa sababu nampenda na yeye ananipenda. Sasa sitaki aniache. Hicho ndicho ninachokililia. Sitaki aniache mpenzi wangu ninayempenda na niliyemzoea, na yeye ndio ananipa raha ya maisha, raha na furaha ya maisha yangu. Kwa sitaki zile raha akatoka akaenda kumpa mtu mwingine zile raha alizokuwa akinipa mimi. Inauma sana unapokuwa na feeling, unawaza hivi zile raha alizokuwa akinipa Adija ndo raha anazoenda kumpa Mlaugoro. Zile raha alizokuwa akinipa Adija ndo raha hizo hizo anaenda kupewa mtu mwingine. Inauma sana. Inauma sana 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 sana. Kama hujawahi kupenda brother, si nikwambie nini? Labda hujawahi kupenda ama hujawahi kupendwa. Lakini mapenzi ni kitu kitamu sana. Kuna watu wamedata eti asalamu alaykum ustadhi. Mimi nilikuwa ninataka dua ya kuacha kuvuta bangi. Kuna mtu anataka dua ya kuacha kuvuta bangi. Username hajaweka, username yake hajaweka Naona kuna namba tu, lakini huyu anataka dua ya kuacha kuvuta bangi. Tunamsaidia nini jamani? Huyu anataka dua ya kuacha kuvuta bangi. Sisi kwetu Tanzania huwezi kumuona sio amekuja sio Mrusi, sio Mtelebani, amekuja amewachukua wasichana wa Kitanzania. Nyinyi wa Kenya huwa mnafeli wapi? Wa Kenya huwa mnafeli wapi? Mbona matukio haya ya kijinga Kenya yanatokea sana? Hukuti si kwetu Tanzania, kwetu Mrusi amekuja amechukua msichana amemrekodi, mara ameanza kuchukua msichana mwingine amemrekodi, amefanya hivi sijui akaposti mitandaoni, mara mpaka kanisani. Wa Kenya bwana mnazingua bwana. Wabongo mwapenda drama, hamko serious. Maigizo kwenu mambo ya kawaida, endeleeni. Hapana, hapo nitakujibu bro. Sisi tuko real. Kwa sasa sisi na nyinyi wanaoigiza kina nani? Hebu tuambieni wale wasichana walioigiza na yule Mrusi. Maana ile ni movie. Ile ni drama au ni real? Bora si tufanye drama tukaishi vizuri kuliko nyinyi mnaofanya real mkaribu mambo. Jamani. Sisi mmesema Wabongo tunapenda drama. Hatuko serious. Maigizo kwetu mambo ya kawaida. Tuendelee. Nyinyi wa Kenya ambao hamna drama na mko real, tumeiona movie yenu na Mrusi. Si mko real nyinyi? Haya, endeleeni kufanya movie ya ukweli. Ustadhi wa Harmonize.